maisha yao, huku wengine 79 wakiuguza majeraha katika mkasa wa moto ulioteketeza bweni ya shule ya upili ya wasichana ya Utumishi eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru asubuhi ya kuamkia leo. Kulingana na maafisa wakuu wa usalama wakiongozwa na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen, chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, ila uchunguzi wa kina unaendelea. Na jinsi Mary Kyalo anavyotuarifu, shule hiyo imefungwa ili kuruhusu uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo. Hali ya simanzi na huzuni ilitanda katika shule ya wasichana ya Utumishi eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru baada ya kubainika kuwa mkasa wa moto uliotokea usiku wa manane na kuteketeza bweni moja ya shule hiyo. Mkasa huo ukiangamiza nafsi za wanafunzi 16 huku wengine 79 wakiuguza majeraha. Kati ya waliojeruhiwa 71 walitibiwa hospitalini na kuruhusiwa kuondoka, waliosalia wakiendelea kupokea matibabu. Hii ni kulingana na Waziri wa Elimu Julius Migos. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. Baadhi ya wazazi waliofanikiwa kupata watoto wao wangali wazima walieleza yaliyotokea baada ya kupokea habari kutoka kwa watoto wao, wakiitaka serikali ya kitaifa kukaza kamba katika mikakati ya kuhakikisha kuwa mikasa hii ya moto inazuiliwa shuleni. Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa aunti yangu ako hali mzuri although amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani. Na hizi mabweni tulikuwa tumeambiwa ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi. Ningeomba waweke matron wawili, kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. Kama zingeweza kufunguliwa milango mbili, hatungeweza kuwa na manusura wengi. So ningeomba hizi sheria zifuatwe. Kulingana na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen na aliyefika maeneo hayo, uchunguzi wa kubaini chanzo cha moto huo unaendelea, akiweka wazi kwa wazazi na watoto waliokumbwa na janga hilo watapata msaada wa kisaikolojia kutoka kwa serikali. Even as we release the parents whose children are still in school, which is the larger number, and who actually may not have been injured directly, we know that they will need a lot of support, psychosocial support, and the hotline number has been given, which is 1199. Aidha, Waziri wa Elimu Julius Migos ameonya umma dhidi ya kueneza taarifa za uongo za kilichosababisha moto huo, huku Murkomen akisema kuwa wamewekeza juhudi za kuhakikisha kuwa wazazi wanatambua watoto waliopoteza maisha yao. We already do not know the cause of this particular fire, and it would be speculative to say it is arson, or otherwise I would suggest that we wait for the outcome of the investigations, and then we can confirm that. Lakini hii si mara ya kwanza kwa mkasa wa moto kutokea shuleni na kuangamiza wanafunzi. Septemba 5 mwaka wa 2024, mkasa sawia ulitokea katika shule ya Hillside Endarasha Academy, kaunti ya Nyeri, na kunyakua nafsi za wanafunzi 21, na hadi kufikia sasa chanzo chake hakijabainika. Mary Kyalo, Undugu TV.